Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupikulia kurasa kwa hili. Maelfu ya wananchi wa mtaa wa Vigaeni katika eneo la Magomeni Makanya, wilaya ya Kinondoni, mkoani Dar es Salaam wameshikwa na butwaa mara baada ya kukuta umejengwa ukuta wa kuziba njia wanaoitegemea kupita kwa zaidi ya miaka 50 kutokana na mmiliki wa eneo hilo kuchukua maamuzi ya kuziba njia. Manispaa ya Kinondoni tayari ilifika kwenye eneo hilo na kuweka maandishi ya bomoa, lakini wananchi hao hawana imani, wakitaka mamlaka ije kusimamia ubomoaji huo. Hapa kuna jirani yetu bwana ametufungia njia. Na hii njia ni njia maarufu na njia kubwa miaka na miaka. Toka sisi tunazaliwa, baba zetu wananunua ya maeneo. Hapa palikuwa wazi miaka yote. Yaani hatujai kuona pakiwa pamezibwa ndo yeye wa kwanza kuja kupaziba. Yaani hii nyumba ilikuwa National Housing. Miaka hiyo sisi wadogo tumezaliwa tumeikuta. Unaona, mwenye alikuwa mmiliki halali Saidi Sabuni. Hii nyumba imeuziwa kwa watu 5. Hawajawahi kufanya kitu kama hichi. Ila yeye alivyonunua ndo kaanza kuweka uzio. Jinsi alivyo mzee atapitaje kule, mgonjwa atapitaje, maiti tutaipitishaje kule. Kwa hiyo sisi tunaomba ombi letu kwa serikali ili tangazo lililowekwa lifanywe kazi. Ikiwezekana leo hii, kwa sababu sawa pameandikwa lakini maandishi hayafanyi kazi. Tunataka vitendo, sio maandishi. Tuendelee na kurasa. Wananchi wamelishukuru Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Rukwa baada ya kutoa mafunzo maalum ya namna kukabiliana na majanga moto yatokanayo na matumizi yasiyo sahihi ya nishati ya gesi. Wakizungumza na Kurasa, wananchi hao wamesema kuwa mafunzo ambayo yametolewa na jeshi hilo yatasaidia kwa namna moja ama nyingine kuweza kukabiliana na majanga ya moto kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watumiaji wa nishati safi ya gesi. Wakati huo huo, kamanda Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani humo Chacha Mchaka amesema mafunzo hayo yatakuwa endelevu kwa sababu ni moja majukumu ya jeshi hilo. Tunashukuru kwa elimu ambayo inaendelea kutolewa na tunamshukuru Mama Samia pia kwa ajili ya majiko ya gesi ya ruzuku, lakini pia tunashukuru elimu hii itatusaidia kuondoa majanga ya moto ambayo yalikuwa yanaendelea huko nyuma kutokea kwa sababu ya kukosa elimu. Kwa somo hili ambalo mmetufundisha linatupa hamasa ya kununua na jinsi ya kuitumia hiyo gesi. Kuna mpangaji wangu nimeshaona matumizi ya gesi jinsi anavyotumia ni tofauti na jinsi nilivyosikia. Inabidi na mimi nimfuate yule mwenzangu. Nikamwelekeza maana hata gesi huwa nawasha jiko linakuwa hapa na gesi pale. Alafu madisha anakuwa amefunga. Ili somo ni endelevu ambalo tutaifanya ndani ya siku 90 na pia itakuwa endelevu miaka yote, sababu moja ya majukumu ya jeshi ni kutoa elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Tumalizie Kurasa kwa hili. Baada ya mawe kwa ajili ya kukinga nguzo iliyopitisha umeme mkubwa kutelekezwa takriban mwaka mmoja katika mtaa wa Karakata, wilaya ya Ilala, jijini Dar es Salaam na shirika la umeme Tanzania TANESCO, sasa ameanza kufanywa kazi. Wananchi wa mtaa huo wameshukuru Kurasa kwa kuwasilisha changamoto hiyo, kwani walishatoa taarifa mara kadhaa bila mafanikio. Tunashukuru TANESCO, mwanzoni walikuja wakaleta mawe ambayo kama unayaona hapo nyuma, ila yalikaa muda mrefu karibia mwaka na nusu ama miaka 2 hazikuja kufanywa kazi yoyote, ila kupitia kipindi cha Kurasa na kupaza sauti, haya mawe yameanza kushuka hapa. Nguzo kubwa za umeme ni hatarishi. Ikishaanguka hii na maana kwamba watu wengi wataathirika, na sio hapa mpaka kule ng'ambo ya Segerea. Kwa hiyo tunachozungumzia sisi wananchi, tunaomba tu kwamba hawa TANESCO kama nguzo yao hii wanajali wananchi, basi waje waijengee. Waliokuwa wamepakana na mto Msimbazi wanafarijika, wanaona kwa kupitia mawe haya kuna uwezekano kabisa shirika la TANESCO limeona hicho kilio. Cha kwanza atakuwa amenusuru nguzo yao, lakini pia wakazi ambao wanazunguka ile miundombinu ya TANESCO watakuwa pia wameokoka. Tumekufungulia na kufungia Kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia Kurasa, na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea Kurasa kwa hii leo, jina langu ni John Lawrence Lupokela. Endelea kuangalia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.